kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, navuka hicho kituo. Lazima nivuke. Lazima nivuke kwa jina la Yesu. Sema kila unabii niliopewa ikaniumbisha, kuanzia sasa nafuta huo unabii. Nafuta huo unabii. Kila maombi yaliyoombwa vibaya kuhusu familia yangu, kuhusu watoto wangu, kuanzia sasa nafuta kwa jina la Yesu, kwa nguvu kwa jina la Yesu, mara 7 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu. Sema kila kilichong'ang'ania kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu, leo lazima itoke. Leo lazima itoke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya madhabahu. Maisha ya Yesu lazima itoe kwa jina la Yesu. Kila umaskini uliong'ang'ania kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sitaki hela ya nyumba tena. Nataka hela ya matumizi yote. Nataka hela za kusaidia ndugu, za kusaidia familia na marafiki. Achia kwa jina la Yesu. Achia hicho kituo. Lazima nivuke. Kila mtu aseme lazima nivuke. Lazima nivuke. Sio hela ya mafuta tu, sio hela ya kujipaka tu, sio hela ya kusuka tu, hela ya matumizi yangu yote. Nataka leo kuvuka ili eneo kwa maajabu, kwa kiwango cha ajabu, kwa kiwango cha mitume na manabii wenye nguvu, wenye misingi ya maombi. Hebu kila mmoja aseme kwa jina la Yesu. Tena kwa damu ya Yesu, nguvu za Roho Mtakatifu ziende kufuta tena kila andiko tena lililoandikwa kwenye anga la familia, kwenye majina ya watoto. Kila jina lililotekwa leo liachiwe. Sema kuzimu, mtalia leo. Sema mtalia leo na kusaga meno. Mtawaachia wote. Kila neno la mtoto wangu, kila neno la mtoto wangu. Sema kila ndoto ya mtoto wangu, ya mke wangu, ya mume wangu ulioizika, leo itatolewa kwa jina la Yesu. Leo nimekukasirikia. Leo nimeamua lazima uachie lile gari zuri, ile nyumba nzuri, ile nyumba nzuri, watoto wazuri, viwanja vizuri, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Omba kwa nguvu sasa. Kwa nguvu. Tena nafuta kila uchawi uliong'ang'ania toka kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha 3, kizazi cha 4. Sema kwa jina la Yesu. Sema kazi ulioianza tena kunivuruga nikiwa tumboni mwa mama yangu, mpaka leo unapambana na mimi, unachukua kila kitu changu. Leo nimetambua haki yangu. Lazima uachie. Achia wazazi wangu, achia watoto wangu, achia biashara zangu, achia mikono yangu, achia miguu yangu. Kokote ulikonizuia, napasua machupa yote. Napasua machupa yote. Inua mikono juu. Inua mikono juu.
Kila mtu aliyeomba sasa sikilizia moto huo. Naomba maji. Fungua maji. Oho, oho. Oho. Salimu amri kila mahali. 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 Nagusa kila mahali. The name of Jesus. Rababo. Hauwezi kuzuia, hauwezi kuzuia. Nyingi. Rababo, rababo, rakisoba. Shakataba, shakataba, shakataba. Utajiri, na kumiminia utajiri, na kumiminia utajiri, na kumiminia neema, na kumiminia neema, na kumiminia neema ambayo haijawahi kuonekana, na kumiminia neema ambayo haijawahi kuonekana. La baba 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 baba. Kila neema iliyofungwa leo naifungua. Hii ni damu ya Yesu. Hii ni damu ya Yesu. Hii ni damu ya Yesu. Hii ni damu ya moto. Hii ni damu ya moto. Kila Lucifer aliyekuteka asalimu amri. Kila alichokiandika akiachie. Achie. 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 Kama maji hayakugusi, haujaomba. Haujaomba. Kama hii damu haikugusi, haujaomba. Kila nguvu ya kabila. Kila nguvu ya kabila. Kila nguvu ya kabila. Kila nguvu, mapepo ya salimu amri. Kila nguvu iliyoko kwenye familia, mapepo ya salimu amri. Mapepo ya salimu amri. Kila ugonjwa wenye nguvu, kila ugonjwa unaokuwa na nguvu kwenye familia, usalimu amri. Kila nguvu ya Lucifer. Kila nguvu ya Lucifer. The name of Jesus. The name of Jesus. Rababababababa. Rabababa. Shakaraba. Shetekerebo. Sheketerebo. Yakusa rabo. Shatatatabo. Shatatatabo. Kila nguvu inayokutesa isalimu amri. Kila joka linalozunguka nyumbani kwenu lisalimu amri. Lisalimu amri. Kila neno linalosimama kwenye familia lisalimu amri. The name of Jesus. Hii nguvu sio ya kawaida. Hii nguvu sio ya kawaida. Kila neno linalokusimamia lisalimu amri. Lifutike. Kila neno lifutike. Kimbia na maji, kimbia na maji. Kila neno lifutike. Majoka yote. Usiache kuamini. Majoka yote, mapepo yote ya salimu amri. Rab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 a. Shererebo. Shakatabayanda. Shakataba. Kila nguvu, kila jina la umaskini ulilotajwa, kila jina la magonjwa uliotajwa, ninayafuta kwa damu hii. Nayafuta kwa damu hii. Nayafuta kwa damu hii. Mapepo salimu amri. Mapepo piga kelele. Mapepo piga kelele. Inatoeka hata kama wamejipanga. Hawawezi kuzuia hii damu. Hawawezi kuzuia. Hii nguvu hawazui. Hii nguvu hawazui. Hii nguvu hawazui. Sema kila nguvu ya tofauti inayonitesa isalimu amri. Wote isalimu amri. Kuanzia sasa kila mtu aseme kila nguvu iliyoningangania leo isalimu amri. Isalimu amri. Kila nguvu iliyongangania watoto, kila jina lililongangania, roho zote za ajali, damu ya Yesu inakuweka huru. Damu ya Yesu inakuweka huru. The name of Jesus. Damu ndani yako. Wale wote wenye shida kwenye matumbo, ninaamuru sasa, wakati umeshika, umeinua juu, naamuru kila pepo lianze kuchomoka kwa njia ya kutapika. Kichefuchefu. Ninaita kichefuchefu. Ninaita kichefuchefu. Haitatulia, inachomoka tu. Hii nguvu haiwezi kuzuia. Kila sumu inayokutesa kwenye mwili wako, kila nguvu inayokutesa, kila nguvu inayokutesa, kila nguvu inayokutesa, shalalabo, sheketeba. Angalia kila dawa uliowahi kunywa ikakuletea shida. Nachomoa nyama. Nachomoa nyama za kuku, nyama za nyoka. Nachomoa. Come. Nje. Wewe usifukie, achana nayo. Chomoa. Kila irizi. Unajua hauhangaiki na kitu ninachokuambia. Usiangalie watu, chomoa. Wewe toa, wala usihangaike, chomoa. Watu wa kamera wachukue. Wewe chomoa tu. Chomoa kilichokaa tumboni.
Chomoa kilichokaa tumboni. Chomoa, 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 chomoa. Come out, come out, come out, come out. Kila nyama. Yay, toa. Usihangaike na kumwangalia mtu. Chomoa. Kila kinacho ulichopewa. Nyama ya nyoka, come on. Toa. Come out. Come out. Kila uzito. Kila ukoo kwa jina lake. Kila ukoo. Kila ukoo ulioshika tumbo lako ili kukuangamiza, toa, 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 toa. Out. Out. Kila makande, kila sherehe uliolishwa usiku. Kila sherehe. Kila sherehe. Naita kichefuchefu. Sema naita kichefuchefu. Leo hapata tulia. Hapata tulia. Hapata tulia. Acheni kuangalia watu, angaika na mambo yako. Kila aina. Kila aina ya ujanja wa Lucifer. Chomoa. 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 Nyama za nyoka. Nyama za watu waliokufa. Maji ya maiti. Angalia kuna kitu kinapanda kinarudi. Kinapanda kinarudi. Saidia kutoka. Saidia kutoka. Hautaumwa miguu tena. Hautaumwa tumbo tena. Hautaumwa kichwa tena. Hautaumwa kiuno tena. Toa. Naita kichefuchefu. We chomoa, usifukie. Achana nayo. Ndio maana nimeweka moram. Toa. Pandisha damu. Kuna damu za watu ulinyweshwa usiku. Kuna damu za watu ulinyweshwa usiku. Shababababababa. Shabababababa. Kuna kitu kinakuhangaisha. Kuna kitu kinahangaika. Kinahangaika tumboni. Na kivuruga na kivuruga. Na kivuruga na kivuruga. Shabababau. Shabababau. Na kivuta na kivuta. Kinakataa kupanda na kivuta. 1, 2, 3. Kipande. Kipande. Angalia watu wanavyotapika. Wengine wanatoa macho. Chabo. Shakalaba. 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 Rakisoba. Toa, 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 toa. Pandisha. Pandisha. Maagano, maagano uliopewa. Maagano uliopewa. Maagano uliopewa pasipo kujua. Sema nikavalishwa. Naanza kutapika. Toa. Toa. Achia mdomo, inama tapika. Achia kushika mdomo, inama shughulika. Inama shughulika. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema kwa damu ya Yesu. Ipande juu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ipande juu. Ipande iondoke. Leo sitaki kukaa nalo. Sema kila nguvu ilioningangania itoke. Niwe na haki. Niwe na haki. Kwa jina la Yesu. Toa tapika. Toa tapika. Toa tapika. Kila roho uliovalishwa. Kila roho iliyokuvamia. Tapika. Tapika. 1, 2, 3. Kuna watu wanatapika kweli. Kuna vitu vinatoka vya ajabu. Ila kuna wengine wametulia. Shika kifua chako. Sema fuata mkono wangu njoo juu. Fuata mkono wangu njoo juu. Kwa damu ya Yesu. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Fuata mkono wangu. Fuata mkono wangu. Kila kilichongangania leo kitoke. Nataka utakaso. Napuliza nguvu sasa. Hakuna msaada, ni wewe kuamini. Iko damu ya Yesu imekumwagikia. Inakusaidia kuvuta. 1, 2, 3. Unakuwa wa baridi. Mguu unakuwa wa baridi. Huyo nyoka anakosa mwelekeo. Huyo nyoka anakosa mwelekeo. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema majina ya mababu na mabibi yaliyobeba nguvu za giza. Leo ni mwisho. Ni mwisho. Shika mguu wa kushoto. Shika mguu wa kushoto. Shika mguu wako wa kushoto. Sema kila kilichoingilia kwenye huu mguu kitoke na mguu huu. Nasubiri kutoka. Nasubiri, hautakaa kwenye kiti.
Nasubiri hicho kitu kinatoka kwenye huo mguu. Kila nguvu ya kichawi iliyoingilia mguu. 1, 2, 3 na mkono wa kushoto. 1, 2, 3. Kila nguvu. Kila nguvu. Kila nguvu. Yes. 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 Mguu wa kushoto unapata tabu kweli. Mguu wa kushoto unapata tabu kweli. Iko nguvu imeingilia mguu huo. Iko nguvu imeingilia mguu huo. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Kila nguvu, angalia mguu unapopata tabu. Kutoka nyumbani unakosa hela. Huo mguu, kuna kitu kipo ndani ya huo mguu. Nakisalimisha. Nakisalimisha. Huo uchawi na usalimisha huo mguu. Kuna mguu unawaka moto. Salimu amri. Salimu amri. Salimu amri, mguu unawaka moto. Naleta baraka yako sasa. Baraka ya mahali. Sema moto uwake kwenye huo mguu. Mimi ni mtu wa baraka. Mimi nimepata ufahamu. Nimejitambua. Nimejitambua. Mwambie shetani, huna mamlaka ya kukaa kwenye mguu wangu. Mwambie kwa nguvu, huna mamlaka ya kushikilia mambo yangu tena. Angalia mguu unapata ganzi, unashindwa hata kunyosha. Kila mtu. Yes. Yes. Kuna vitu vinatoka kama baridi kwenye huo mguu. Kuna vitu vinatoka kama baridi. Kuna vitu vinatoka kama baridi. The mighty name of Jesus. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Oraba shakataba. Ninatakasa hiyo miguu, natakasa na mikono yako. Natakasa kila eneo. Utakuwa mtu wa baraka, mtu wa haki. Kila unapokwenda utakuwa mtu wa haki. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ninajua sasa nimekwenda kuwa mtu wa haki. Miguu yangu imekuwa ya haki. Kila dawa iliyokuwa imewekwa, kila Lucifer alichokipanga hatafanikiwa tena. Kila neno alilonifunga nalo nimefunguka leo. Kuanzia sasa, inua mikono juu. Kuanzia sasa mvua itaanza kunyesha, na itaanzia kwangu kwenda kwenye familia nzima. Kwenda kwenye familia nzima. Baraka zitaanzia kwangu. Uwezo utaanzia kwangu. Sitakuwa na mshahara peke yake, maana hautoshi. Mbingu zitafunguka. Uwezo utafunguka. Neema itafunguka. Uwezo utafunguka. Watu watanitafuta ambao wametumwa na Mungu kunishika mkono. Sitahangaika kutafuta hela. Nitafanya kazi kidogo kwa kujituma. Masaa 6 na hela ya mwaka nitaipata. Nitajituma siku nzima na hela ya miaka 5 itakuja kwenye mikono yangu. Maana mimi ni mtu wa baraka. Sema amina. Wangapi wamehisi wamefunguka? Yesu ameshalipa deni. Kama kuna mtu amefungwa jela, Yesu amemaliza deni. Deni la Yusufu lilikuwa ni kubwa sana, maana alifungwa maisha, lakini alitambua ya kwamba deni lake lilishalipwa msalabani. Inakuchukua muda kuwa na ufahamu kwamba Yesu alienda msalabani kufanya nini. Fahamu zako zinatakiwa zielewe kwamba Yesu alikwenda kufanya nini. Alilipa deni ambalo ndoa za baba yako zinadaiwa. Kwa hiyo hazitakufuata nyuma.
alilipa vizazi, sema vyote. Wangapi wananielewa? Vizazi vyote. Kwa hiyo hakuna pepo linasema nimekuja kukaa kwa watoto kwa sababu kuna kitu nadai. Umekombolewa, umekombolewa, umekombolewa kwa damu ya Yesu. Imba kwa sauti. Damu ya Yesu imelipa dola zote za mtoto wako wa shule. Fahamu zako zielewe na ubiri nini. Neema ya Mungu ikufunike ili uelewe nazungumza nini. Ili uelewe Mungu amenipa dawa ya kwako leo. Ili uelewe hili neno ni la kwako leo. Damu ya Yesu na kazi yote ya mateso ili kufanya wewe usiteseke tena. Kama utateseka ukaita damu ya Yesu, milango ya gereza. Lakini unachokiita kiwe ni kitu ambacho kimekolea. Hebu sema kiwe ni kitu kimekolea. Yesu akolee ndani yako kwa njia ambazo nakufundisha. Yesu akae ndani yako kwa njia ambazo nitakufundisha. Kuna kitu kinaitwa kuomba. Kuomba sio kuomba mizimu. Mizimu nao wanaomba. Uliwahi kusikia wachawi wanachinja mbuzi? Uliwahi kusikia wachawi wanakwenda kuchinja ng'ombe? Wanakwenda kuomba Mungu wao Lucifer afanye kazi. Yani anakwenda kuharibu kazi za Yesu. Kazi. Sijui kama unanielewa. Wanavyokwenda kwenye maombi yao, wanakwenda milimani, wanavaa kandiki, wanaenda na mbuzi, wanarudi kinyume nyume, wanamuomba Mungu wao ili wewe usiwe na ufahamu. Lakini Bwana amenituma leo, utakuwa na ufahamu, utakuwa na ufahamu, utakuwa na ufahamu. Mtu mmoja aseme amen. Inua mikono juu, sema amen. Utakuwa na ufahamu. Tunaangamia kwa kukosa maarifa ya kumtafuta Mungu. Tatizo liko hapa. Ufahamu wako, Mungu akiwa mkubwa zaidi ya mapepo, umeshinda. Ni haki yako kumiliki gari zuri. Ukishaomba gari au ukishaomba nyumba, ukaenda kufanya kazi, ukamkumbusha Mungu kila wakati, gari liko bandarini linakufuata. Shetani amejua kutunyang'anya haki zetu kwa sababu hatujui haki. Haki imefanyika pale msalabani. Na alinunua kila kitu na alimnyang'anya funguo. Wewe ndio unampa funguo kwa mawazo yako. Ondoa mawazo ya shetani kufanya kazi nyumbani kwako. Sikiliza. Maombi yaliyomfanya Yesu akashinda, na siku ambayo mapepo yanakwenda kumjaribu, Lucifer anakwenda kumjaribu, hakuweza. Kwa nini? Siku 40 amejaa maombi. Amejaa nguvu ya maombi. Amejaa nguvu ya neno. Ambalo nakuambia kila mtu, inua mkono juu, sema nina neno langu. Wangapi wana neno? Kama una neno fanya hivi. Una neno lako ambalo sitaki kulijua. Na mimi nina neno langu. Na kanisa lina neno lake. Si kwa nguvu zangu, bali kwa roho yako, asema Bwana. Hilo ni neno la misingi ya kanisa. Tukihubiri Luka leo au Marko au Mathayo, hilo neno linaendelea kukua na kujaa. Nataka nikuambie, hilo neno ulilonalo ni uhakika, ni kwamba haujui. Ni uhakika
wa kitu unachokitaka kwamba kipo na utakipata. Fahamu zako zielewe kwamba ni haki yako uwe na ndoa. Ni haki yako mume wako arudi. Ni haki yako mke wako. Ni haki yako kuwa na watoto wazuri. Sijui kama unanielewa. Hakuna namna, hakuna muujiza unaotokea kama mtu haombi. Ukisikia wachawi wamekwenda baharini kukesha, ujue wamefunga na kuomba kwa ajili ya kuharibu kazi yako. Sasa leo na kuendesha wewe na kuongoza wewe, tunakwenda kuziharibu kazi za shetani. Kwa madhabahu hii kazi zote zitaharibika. Hata kama ni vizazi na vizazi, kazi zote zitaharibika. Hakuna kazi itafanya kazi. Watapigana na sisi? Wataandaa silaha miaka 5 kwa ajili ya kukuloga, kwa ajili ya kuzuia watoto wako wasifaulu. Sikiliza, kama utanielewa na utanisikiliza, yale maandalizi mchawi anajiandalia kwa familia yake. Sijasikia kelele. Wachawi wanaohangaika kuruka kwenye anga lako wanahangaika kwa ajili ya familia zao kuharibika, maana Mungu alimaliza kazi. Elia alikesha mlimani akiomba. Alivyoteremka, manabii wenye nguvu, wachawi miangapi waliokuwa nao wanakesha, lakini mtu huyu alikesha, kazi zao ziliharibika. Mtu mmoja aliyenielewa sema amen kwa hasira. Najua uwezi kukesha siku kadhaa, najua uwezi kukesha, lakini kwa kiwango chako nikikuelekeza ukesha hata masaa 2, unaharibu kazi zote ambazo zimetengenezwa. Hakuna kazi itaweza kusimama na muombaji hata siku hii. Anasema asubuhi omba. Asubuhi na kufundisha kuomba asubuhi. Uweze kuomba maana unaenda kazini. Wangapi wananielewa? Kila mtu anatengeneza, anasema naomba Mungu niende kazini nifanikiwe. Na unaweza kusema amen hata kama hujasema maneno mangapi? 2, kwa sababu una haraka. Na ni kweli una haraka, kwa sababu sikuelekezi hata mimi kuomba asubuhi mpaka unarimba shakaraba. Hapana. Mchana umekuja kupumzika, umechoka, umeandika ofisini, umelima shamba. Najua utaomba kidogo kwa sababu unataka kurudi wapi? Ofisini au shambani. Unataka kurudi ofisini. Hata duka lako unataka kwenda kulifungua haraka, si ndio? Sikilizeni niwaambie, mapepo yanakesha na kuomba kuliko wewe. Lazima uyashinde. Kuna wakati wachawi hawali chakula. Wachawi kabisa unamkaribisha kwako hali. Kwa nini hali? Anaharibu kazi zako. Yuko kwenye uharibifu wa kazi yako. Na wewe unabugia tu. Mwambie mwenzako unabugia tu. Wewe unabugiaga tu. Kuanzia Januari mpaka Disemba unabugia. Lakini kabisa unajua huyu ni mchawi na anajulikana mtaa mzima. Leo hali. Niambie huyo Mungu wake. Huyo Mungu wake anaitwa nani? Sema kwa nguvu, anaitwa Lucifer. Amepokea maelekezo kutoka kwa Mungu wake kwamba ili umweze huyu Mkristo ambaye anaenda kwa channel kila siku, lazima ufunge mara ngapi? Lazima ufunge uharibu. Kila akitaka kufunga unamharibia. Kila akitaka kufunga unamharibia. Wangapi wananielewa? Na ndio maana kila ukitaka kufunga unajikuta umemeza tu. Kama wewe pale ukitaka kufunga saa 4 umeshasahau, umebugia. Kama wewe pale na pale na pale. Lakini hawa Kristo wangu wao wanafunga, ni wale wengine tu. Nataka uelewe kwamba ili shetani akuweze, lazima amuombe Mungu wake. Lazima afunge. Lazima akeshe. Na akufikishie kwamba hutajenga nyumba. Kwa nini? Amepata uhakika kwamba huna maana, hujielewi.
Waliojielewa wapige makofi, wale wengine ambao hawajajielewa basi. Amejua kwamba hujui haki zako. Tuvae silaha zote ili tuweze kuzipinga hila. Efeso ngapi? 20. Ngapi? Tamka. Vaa silaha zote za imani. Za imani bila silaha zake sio imani. Ina matendo ndani, ina maombi ndani, ina kifungo ndani, ina mafungo. Hayo mafungo ni siri yako. Wachawi wakikusindikiza kufunga, mahali unawaacha sio kuacha chakula, mahali unawaacha kwenye maombi yako ya usiku. Hebu sema kwa nguvu, naharibu silaha zote. Oh, sijasikia. Tena za huyu mwovu. Naharibu makambi yake, maajenti wake wanaotumika na waharibu kwa damu ya Yesu. Mbona hamsemi? Na waharibu kwa damu ya Yesu. Nataka nikuambie kitu kimoja. Maombi ya mchana hayana nguvu, ni ya kumkumbusha Mungu. Maombi ya jioni ni ya uchovu. Uchovu, sema uchovu. Mtu yoyote mtafutaji jioni ni mchovu. Jioni amechoka. Jioni mwili unataka kupumzika. Lakini mwili ukipumzika hadi saa 6, mwili unarejea nini? Ikirejea nguvu sio kwenda shambani. Ikirejea nguvu sio kwenda. Nguvu ni unaingia sasa kwenye nini? Kwenye vita. Ni mapambano na shetani, ni mapambano. Bwana Yesu ni jemeda wa mapambano. Bwana Yesu ni jemeda wa mapambano. Hakika. Fanya hivi. Haleluya. Ngoja nikuambie, Wakristo au mtu aliyemwamini Mungu hana mahakama. Mtu aliyemwamini Mungu haswa hana polisi. Ni msamaha na kurudi pale msalabani kuuliza. Hata mtu akifanya chochote kibaya, ni Mkristo, huna mahali pa kumpeleka. Maana wale wenyewe wanategemea kanisa, wanategemea waombaji. Waombaji wanaotegemewa sio wakulala pe. Na hata hayo makofi unayoyapiga ni ya kulala pe kabisa hiyo. Waombaji wanaotegemewa na serikali sio wakulala saa 6. Anyway, sawa, wengine wanalala kabla ya saa 4, saa 3 au saa, lakini saa 8, saa 9 nchi imetulia. Ni saa ambayo riba shandara bosaya radidia. Mtu akiwa na tabia mbaya hapa, akawa anafanya uzinzi, kama ni binti wa kwaya, kama ni binti wa kanisa, kama ni mama wa kanisa, huwezi kumpeleka mahali pale. Majibu yako ya nyumba, kwa nini nyumba imezuiwa na wachawi? Kila ukipata 100,000 haijengeki, kila ukipata 1,000,000 haijengeki. Huwezi kwenda mahakamani au polisi ukaandika Arabi, kwa nini nyumba yangu? Damu ya Yesu imetupa haki. Nasema tena, damu ya Yesu imekupa haki.
tayari imekukabidhi funguo za nyumba, tayari imekukabidhi simenti, lakini wewe hauelewi. Fungua fahamu zako, fungua neema ambayo Mungu ameweka ndani yako. Unaomba gari limechelewa. Nani aliwahi kwenda mahakamani kudai gari limechelewa? Hamna. Anasema nikumbusheni. Punga mkono namna, nikumbushe. Wangapi wanataka kumkumbusha Mungu? Nyosha kidole kama unamkumbusha Mungu. Sema namkumbusha. Namkumbusha Mungu nilichomuomba. Watu wanamkumbusha Mungu walichokiomba. Kila mtu hapa aliko huku ndani kuna kitu anamkumbusha nani? Mungu. Sasa maombi ya leo ambayo yana nguvu sana yatakupeleka kwenda kupata majibu yako. Vita vyetu si juu ya mapanga. Ndio maana hata Yesu alivyomuona Petro yuko kimwili, alifanya nini? Alimwambia usikate mtu sikio, usifanye hivi. Hawa watanielewa nikiendelea kupanda mlimani. Hawa watanielewa tu. Na walielewa kweli. Baada ya Yesu kuondoka au baada ya Yesu kupaa, wanafunzi waliomba. Yani hawakutulia, waliomba. Siku hiyo sijui ni siku ngapi, walinena kwa lugha. Lugha ikawashukia. Wanafunzi 11. Nyumba yote, maana nilipanda kale kagorofa. Ilijengwa vizuri tena. Nilipanda kale kagorofa na mimi nikaomba mpaka nikanena. Mahali wale wanafunzi 11 walikaa. Mji mzima au nchi nzima ya Israel ikachanganywa na maombi, lakini haijawahi kuchanganywa na kitu kingine. Sijui kama wewe leo utaenda kuichanganya mji. Kuna mtu ana uwezo wa kupiga umbea kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini hawezi kuomba. Kuna mtu ana uwezo wa kuongea kama MC, lakini eti hawezi kuomba. Sikiliza nikwambie. Hawa watu wanaoombewa hawaendagi dakika ngapi? Hawaendagi dakika ngapi? Ndio maana unapata gari unaliuza. Ndio maana unapata nyumba unashangaa imeuzwa. Ndio maana unapata kiwanja unauza. Sijasema usiuze kiwanja kwa sababu ya maendeleo, lakini kile kimoja ulichonacho cha kujenga, jenga nyumba ya kuishi. Mungu akusaidie leo uvuke yale maneno ambayo shetani ameweka ili kukuzuia. Leo utavuka na utatembea mbele ya vitu vyako ambavyo viko mbele. Utavuka magonjwa leo, utavuka magonjwa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utavuka madeni leo. Sikiliza, sauti inayokuja kwako kwamba huwezi, fanya hivi, sema nakataa hiyo sauti. Watu wanaopiga simu kwamba wewe hautaweza kununua gari, kataa hiyo sauti. Mwenye uwezo wa kukataa mambo mabaya na kukubali mambo mabaya ni wewe. Weka mkono juu. Sema naapa mbele za madhabahu, sitapokea na kuharibu imani yangu na kuharibu maelekezo ya Mungu ndani yangu. Nakataa kila neno baya. Hebu pingana nalo huko kwenye anga. Pingana nalo kwenye anga. Kila neno litakalo kuja lianguke huko mbali. Piga. Piga ni maneno. Maneno ndio yamekufanya unakonda. Maneno ndio yamekufanya unashindwa hata kununua tofali. Pingana nalo kwenye anga. Kila neno pingana nalo ambalo ni baya, ambalo linakaa juu ya watoto wako, ambalo linakaa juu ya wazazi wako, ambalo linakaa juu ya familia. Hilo neno lipingane nalo, linakuja hewani. Sema amen. Na ndio maana unaona simu haina kitu yoyote. Wewe umeweka simu linakuja na nguvu ya ajabu, linakuja kukuharibu. Lakini anga hilo hilo Mungu anatumia kukubariki. Nasema uwe mtu wa haki leo. Nataka ukisimama Arusha Mungu akupe kiwanja na ujenge. Nataka ukisimama Arusha Mungu akupe gari. Nataka ukisimama kwenye hii madhabahu Mungu akupe unachokitaka. Kama alivyokuwa anawapa kina Musa, kina Haruni, kina nani, alivyokuwa anawapa, Mungu na akupe leo. Mungu akutendee jambo ambalo hujawahi kutendewa leo. Mungu afanye maisha yako kuwa mepesi kuliko kawaida.
Mungu akutendee jambo kwenye maisha yako leo. Mtu aliyesema amen ndio huyo. Mungu na asababisha nyumba yako ijengeke leo. Mungu asababisha nyumba yako ipauliwe leo. Mungu asababishe matofali yaje nyumbani leo. Mungu asababishe miujiza ya ajabu isogee mbele yako leo. Mungu asababishe pesa ambazo hujawahi kuziona. Mungu asababishe gari ambalo hujawahi kuliona. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Mungu asababishe harusi za watoto wako zifungwe kwa njia ya ajabu sana. Mungu asababishe watoto warejee. Mungu asababishe neema ya ajabu. Mungu asababishe kila kilichoharibika kirejee. Mungu akakamatane na yule mbaya wako. Kiatu alichokiandaa akachomeka misumari yote hivi, akavae hicho kiatu. Nguo alizopaka sumu ili wewe ufe na watoto wako, akavae yeye. Nyumba aliyofunga ili isijengwe, ya kwake ianze kuporomoka, ianguke chini ili afurahi. Jambo analokuwazia, mawazo yake yakae juu yake. Mungu anakuwazia mema. Mawazo anayowazia watoto wako, jambo analomwazia mke wako, mume wako, watoto wako, hayo mambo yamgeuke. Hey Yesu, hey. Kuinulia. Endesha sifa. Endesha. Yama. Acha kuomba. Watoto wacha kuhangaika. Kuinulia macho yangu na Baba, na kuinulia macho yetu juu. Tunakuinulia Baba. Tunakuinulia Jehova. Kuinulia. Waanze kuomba waombaji. Waombaji. Yesu, macho yangu. Oh, majibu. Ora baba. Yekerebo. Ikerebo shelebo. Yakasoko tabayanda. Yama. Omba kwa sauti. Inua macho yako juu. Omba majibu. Uinulia macho yangu na watoto omba. Uinulia fungua mikono yangu na fungua mikono yako juu. Ongea na mbingu. Kuinulia macho yangu na hey. Karobo shedebo. Kuinulia macho. Tunaangusha kuta zote. Tunaangusha ngome zote na kuinulia macho. Tunaangusha ngome zote za ibilisi. Tunaangusha kuta zote za ibilisi. Korobobobo. Tunaangusha kila hila. Kila uwezo wa adui. Tunakamata kila silaha. Kuinulia macho yangu na kuinulia juu. Hey, kila ngome. Tunakamata maajenti wote. Rebo shekelebo. Na kuinulia omba macho yangu na kuinulia. Hey. Kuinulia macho yangu na bubujika. Unakabidhiwa kila kitu. Macho yangu na omba. Ulimwengu wa giza unaangamia. Ulimwengu wa giza unateketea. Kuinulia hey. Changamka.
yaju urabo shakata urabo. Kila jibu linatoka, haki yako inatoka. Macho yangu na kuinulia juu. Haki yako inatoka, haki zako zinatoka, kila haki inatoka. Mimi na Roho Mtakatifu, mimi na uwezo wako Baba. Baba, ni mimi na uwezo wako, mimi na nguvu zako, mimi na Baba. Kuna watu wanajaa nguvu ya Mungu. Usiruhusu mkoje ukuhangaishe. Kuinulia ma. Jaa nguvu ya Mungu. Unajenga nyumba, achia mjengo uingie. Yorebo ma. Achia Mungu akujenge leo. Omba. Kuna watu wanabubujika. Kuna watu wanabubujika. Nguvu za Mungu zimejaa. Shaba. Kuna nguvu zimeachiliwa. Kuna nguvu zimeachiliwa. Shoya na kuinuli. Kuna nguvu zimeachiliwa. Kuinulia macho. Jamani omba, jamani omba. Usoe. La. Shikara baba. Shakarabosh. Ekekebara baba. Ekabarabo shakalaba. Isabarabana barabo. Yakasokoraba yanda. Ikaraba sekerebosha. Funguka. Nasema funguka. Inuka uombe. Inuka uombe. Olala bayanda borobo shaba. Ikaraba baba shekereba. Ikasamba yanda bo sharaba. Ikaraba baba sha. Nagusa mji mzima. Nagusa ardhi nzima. Nagusa Tanzania nzima. Nagusa miji ya Arusha. Ikaraba shakalaba. Nagusa wote. Nagusa misamaha yote. Baba, nagusa kila jela. Nagusa kila palipofungwa. Baba, nagusa na madhabahu yako. Uso wako. Nagusa watoto wote. Nagusa familia zote. Nagusa mitaji yote. Ya baosha karaba. Ikaraba baba ushalaba. Isa. Wamebarikiwa Baba. Wamebarikiwa, wamepata kibali. Wamepata vibali Bwana wewe. Laba shakalaba. Karaba shakalabosha. Shekeremandula bayandarosha. Sekereba shakalabosha kalabo. Rababa. Fungua kinywa ndugu, fungua kinywa. Fungua sauti yako. Fungua sauti. Fungua mdomo wako. Sabalabalaba. Fungua sauti. Kuna watu wanajaa miujiza. Karaba shakalabo shekedeba. Sambalabalabo. Naingia ndani ya miujiza yako. Naingia ndani ya mbingu ya saba. Naingia Baba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Karaba shakalabo. Sentekerebo shakalaba. Yaka seketeba. Yoka sabayandabo. Rababa sha. Leko sabayanda ya Isa. Majibu Baba. Acha kushangaa. Naomba uombe. Omba. Usikubali nguvu ikupite. Ulaba shakalabo. Raka shakarabo. Fungua kila kilichofungwa Bwana. Fungua Jehova. Moyo wa maombi. Moyo wa kanisa. Moyo wa maombi. Moyo. Moyo wa ibada. Moyo wa ibada watoto. Chapa watoto. Wachape. Hey. Wachape. Hey. Shakaraba wachape. Sababa. Walete ndani ya kanisa watoto. Sio saa ya kuharibu. Walete ndani ya kanisa.
Oh, watoto we kijana wewe, kamata hao vijana warefu. Oh, so kamata watoto wote. Kamata watoto wote. Ni watumishi wa Mungu. Omba, omba, omba. Omba. Omba kama hujawahi kuomba. Ay, 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 ay. Yes, yawezekana leo yatawezekana. Kila mlima leo utapanda. Kila mlima leo utakwisha. Kila mlima leo utakwisha. Kila mahali patetemeke. Kila mahali patetemeke. Kila mahali patetemeke. Kila mahali patetemeke. Kilichokuwa kinatesa familia kimeondoka. Laiti ungejua nini kimeondoka. Madhabahu imeng'aa. Kanisa limeng'aa. Wewe umeng'aa. Wewe mwenyewe umeng'aa. Waimbaji wameng'aa. Laiti ungejua kuna neema gani imeshuka. Te. Upande huu bado, upande huu bado. Upande huu bado sauti haitoki. Acha kuwa mvivu wa maombi. Acha kuwa mvivu. Uvivu wa maombi ni kumkaribisha shetani. Ongeza nguvu. Kori kasakarabaka. Shekula bashala yanda. Kuna jambo kubwa linaanguka hivi sasa. Kuna jambo limeitesa familia. Kuna jambo limetesa biashara yako. Kuna jambo limetesa watoto. Inaanguka. Laiti ungejua leo unafanya kazi gani. Ongea basi kama hata umekaa chini. Pangua kilichoshika watoto wako. Pangua kilichoshika familia. Pangua magonjwa. Pangua kilichoshika hela yako. Pangua kilichoshika muujiza wako. Pangua. Anga liko wazi. Leo watu wanakwenda kupiga hela. Leo watu wanakwenda kupiga miujiza. Laiti ungejua. Laiti ungejua nini kinaendelea. Ulimwengu wa roho umechangamka. Wale watu wanne Yesu aliwaona wana haki, akawaambia mmesamehewa, mtu wenu huyu amepona. Hey! Hey! Ay 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 ay. Ay 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 ay. Angalia, kuna vitu vinakamatwa, kuna vitu vinakamatwa. Katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinakamatwa. Kuna kitu kikubwa kinakamatwa. Yeah. Yes. Te papa parabo. Muimbaji hujanyimwa kuomba. Hujanyimwa kuomba, acha vyombo. Shababababababa. Acha vyombo. Wewe omba. Omba kwa nguvu zote. Mpiga gitaa hujanyimwa kuomba. Korobobobo sheke tekereba yakarusa badabadaba leko sabayanda rakusa baro shetererebo shala la sabayanda. Nakamata vitu vyote. Nakamata miujiza ya ajabu. Nakamata miujiza ya ajabu ambayo haijawahi kukamatwa. Kila jambo. Nakamata kibali chako. Nakamata kibali. Angalia, kibali chako kiliondoka mbele za watu. Rikabala kashakadaba. Kibali cha kanisa kifunguke. Kibali. Yes borobo. Fungua viongozi wote. Fungulia vibali wote. Viongozi wote. Mungu, fungua vibali vya viongozi. Fungua vibali Bwana. Fungua neema yako. Fungua uwezo wako. Fungua Baba mamlaka yako. Fungua Baba ukweli wako. Fungua Jehova. Fungua Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahim. Fungua kibali Bwana. Fungua Jehova Yawe, Jehova Ire. Fungua vitu vilivyoshindikana. Mwambie Mungu, fungua vilivyoshindikana. Mwambie fungua vilivyoshindikana. Fungua kazi iliyoshindikana. Fungua walioshindikana. Fungua vichaa. Fungua uwezo wako Bwana. Kweli yako ifungue ndani ya giza. Giza likimbie. Nuru yako. Nuru yako iangaze. Ho. Nuru iangaze. Giza lote likimbie. Inua mikono juu. Nuru yako iangaze. Nuru yako iangaze. Mwambie Mungu. Inua miguu yako, sema nuru iangaze.
Nuru yako ishuke. Nuru yako, taa yako ishuke. Kila mahali palipo na giza Bwana, nguvu yako ionekane. Shabalabo, shabalabo, shabalabo. Fungua watu Bwana. Fungua neema ya ajabu. Fungua radio, fungua radio. Fungua na TV Bwana. Fungua YouTube yako Bwana. Kilichoshindikana Bwana, kilichoshindikana Bwana kifunguliwe nyumbani kwako. Yasiyowezekana leo yanawezekana. Fungua wazazi wetu. Fungua neema Bwana. Fungua Bwana kila kizazi. Fungua, fungua, fungua. Fungua bila kuogopa. Fungua imani, fungua imani zao. Fungua uwezo. Fungua waliofungwa. Kila gereza liwe wazi. Kila gereza liwe wazi. Kila gereza liwe wazi. Kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, fungua neema yako, fungua neema. Fungulia neema kanisa, fungulia neema. Grace of God, grace of God. Grace of God. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Power. Pray. Shekele baraba. Shekele baraba. Yakusaba. Shekele mandula bayanda. Raba, 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 raba. Kekabao. Kekabo, kekabo, kekabo. Yakusele mandula. Rika sabaraba. Fungua watoto wote. Fungua Bwana. Fungua familia zote. Fungua kila nyumba Bwana. Fungua neema yako. Shabalaba, shabalaba, shabalaba. Usiache kuomba. Rizanda roboko sada. Rika sakarabo, shakarabo, teke sabarayanda. Fungua neema, fungua neema. Fungua neema kwa wote ambao hawajahudhuria. Wafungulie neema. Leo umekuwa mtu wa haki. Kutoka asubuhi haki yako imeletwa. Haki yako imeletwa. Na uliona jinsi ulivyoomba, si kawaida. Utaomba sana usiku wa leo. Sikiliza. Anasema wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupooza. Anachukuliwa na watu mmoja. Ninataka kujua kama mmepata. Anachukuliwa na watu, mstari wa 4. Walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, kwa sababu ya kazi, walitoboa dari pale alipokuwepo, na wakiisha kuvunja wakalitelemsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Na wewe leo ulipokuwa huwezi kufanikiwa, ulitoboa dari leo. Aliyesema amen ndiye ametoboa dari. Umetoboa dari la familia. Umetoboa dari la miujiza. Mstari wa 5. Naye Yesu alipoiona imani yao, alipoiona maombi yao, alipoiona kuamini kwao, akamwambia, maana wale waliotoboa walikuwepo juu, hawajateremka wao. Wao waliendelea na mambo mengine. Yani Mungu anaweza kuona imani ya watu wako walioko nyumbani. Anaweza kuona imani ya watu wote ambao watakuja Jumapili. Alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, yani wewe ambaye umepooza uchumi, wewe ambaye umepooza pesa, wewe ambaye umepooza ndoa, wewe ambaye umepooza watoto, wewe ambaye umepooza imani, akamwambia mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Punga mkono, umesamehewa. Leo umesamehewa. Nataka nikuambie, walikwenda watu wabaya sana kwa Yesu. Walikwenda watu ambao jamii imewakataa. Walikwenda watu ambao hawana uwezo. Walikwenda watu ambao hawajulikani. Walikwenda watu ambao hata wamefungwa jela kama kina Yusufu. Walipomuitikia Yesu, walikalia kwenye kiti cha ufalme. Nataka nikuambie, kaa vizuri kwenye kiti chako. Kaa vizuri. Hicho kiti ulichokaa kitanena utakacho kwenda kupata. Kuna mtu hapa ataletewa chakula leo na atapiga simu. Kuna mtu hapa leo atapigiwa simu, ataambiwa njoo mtoto wako tumeshamlipia ada. Kuna mtu hapa leo
atakutana na maombi yake aliyoyaomba. Kila mtu amening'iniza maombi kwa Bwana. Kazi ya mchungaji ni kupeleka mbele za Bwana. Na leo nimewapeleka mbele za Bwana. Mshangilie Yesu, umekwenda mbele za Bwana. Ayayayayayayaya, kila mtu asema ayayayayayaya. Ayayayayayayaya. Leo mmepelekwa mahali ambapo hamjawahi kufika. Nataka nikwambie, aliyekosa leo amekosa matrilioni. Kwa maana umetengeneza mambo ya ajabu. Kila silaha iliyokuwepo imesimama kwenye familia imekamatwa. Oh, hey. Kila nguvu iliyokuwa inaendesha familia imekamatwa. Kila neno lililokuwa limetangulia kuharibu limekamatwa. Natamka kila mahali patakuwa shwari, kila mahali patakuwa shwari, kila mahali patakuwa shwari. Nasema umesamehewa. Nasema tena umesamehewa. Hamna kukuuliza swali. Mafarisayo wakauliza, huyu ni nani anaweza kusamehe? Sikiliza, mtu mwenye mamlaka akikosewa anaweza kumsamehe mtu yeyote na kumuombea. Kila kosa lililokuja ndani yako ambalo unalijua, samehe. Yesu alisamehe wauaji. Wangapi wanajua alisamehe? Kama unajua alisamehe wauaji, alisamehe. Kwanza nani? Paulo ambaye anaitwa nani? Sauli. Alimsamehe au alimhukumu? Kahaba aliyechafuliwa akaja anataka kuuawa kwa mawe, Yesu akasema usimuue. Usimuue. Kila hukumu uliopangiwa imerudi kwa aliyepanga. Watu wanakaa wanakupangia hukumu, wanakupangia utafia hapa. Shimo alilolichimba kila mtu hapa anaambiwa kwamba ataishia kufungua duka ya nyanya. Sikia, nimekutamkia hapa kwenye madhabahu, nimefuta hilo neno. Nasema utaenda paka unakotaka mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Punga mkono wako, utaenda paka unakotaka. Mahali unakotaka utafika. Sio kwa maneno yao unaishi kwa neno la msalaba. Halo? Sio kwa maneno ya walioshindwa unaishi nao. Unaishi kwa neno la ushindi. Na yaweza yote katika yeye anitiae. Sikiliza, kila silaha uliotegewa, maana shetani anasema nakutega hapa, nakutega hapa, nakutega hapa. Silaha zote zimeng'olewa. Sielewi kama naongea na kina nani. Silaha zote zimeng'olewa. Wakati unaomba hapa, Yesu ametuma wanajeshi wake, wameenda kung'oa zote. Nakwambia nenda sokoni sasa, utauza mpaka uchanganyikiwe kama unao. Nakwambia nenda kafungue duka lako, utauza mpaka uchanganyikiwe kama unao. Nenda ukaombe kazi, unapata kama on. Sijui nani anaongea. Unajua inategemea ni nani anasimama mbele yako. Nenda, watoto wako watakula wali na nyama kuanzia leo. Na sio mimi nitakupa. Kuna kitu umeamini. Kuna kitu umekiamini toka nimehubiri hapa. Mawazo yako hayatakuwa kwenye deni. Mawazo yako yatakuwa kujenga nyumba na kujenga nyumba za kupanga. Kila anayewaza amekuzuia ameshakanyagwa. Sikiliza, kuna mtu mmoja alibishana na Elisha, alibishana na nabii. Akamwambia haiwezekani chakula kikauzwa. Nabii akamwambia, sikiliza, maneno yetu ni makali sana. Nabii akamwambia, wewe unayezuia na unayebisha kwamba chakula hakitakuwepo nyumbani kwa huyu mama, huyu dada, huyu baba, huyu, chakula kitakuwepo na ukishakiona utafia hapo. Aliyekaa na magunia yako ameanza kukimbia. Nimesema utalima mwaka huu, utavuna kuliko kiwango ulichowahi kuvuna.
Udongo uko hapa, bado nakupa udongo. Kama unaamini, wangapi wanaamini? Kama unaamini, kuzimu imekufa. Ardhi yako itakupenda, ardhi yako itakupigia saluti. Sema nimerudi kwenye bustani. Wangapi wamerudi kwenye bustani ya Eden? Utaotesha mapera kama mimi hapa. Hapa palikuwa ni jangwani. Palikuwa hapaeleweki. Kulikuwa hakuna kitu kinaitwa kivuli hapa. Hapa wakati naingia watu wananicheka. Lakini sasa ni Yerusalemu. Mimi ndiyo niliyepandisha bei ya viwanja hapa Kisongo hapa. Wangapi wanajua wakiambiwa kwa channel imepanda bei? Kiambiwa kwa channel, lakini nakupa wewe kiwanja. Kupitia udongo wa leo nakupa kiwanja. Alafu nina sticker, nitakwambia kitu cha kufanya. Alafu hiyo nimekupa gari na nyumba. Wangapi wanaamini? Wangapi wanaamini? Watu wanabishana. Wanasema kwa nini umeenda kusamehewa? Mwambie nimesamehewa. Sidaiwi. Nimelipiwa deni. Sidaiwi tena. Mwambie mwenzako basi. Mwambie nimelipiwa deni. Sidaiwi tena. Nimelipiwa deni. Sidaiwi tena. Mwambie mwenzako jirani yako. Mwangalie mwenzako. Sema amen. Hebu mwangalie mwenzako. Mwangalie mwenzako nimalize. Mwangalie mwenzako vizuri. Mwangalie mwenzako jirani yako. Mwambie nimelipiwa deni. Mwambie kwa nguvu nimelipiwa deni na msalaba. Onyesha msalaba uko wapi? Nimelipiwa deni na. Mwambie yeye sasa nimelipiwa kila kitu. Ambaye anapinga pigana naye, pigana na msalaba. Kuna ule wimbo unasema nimeinua mikono, sipigani na wewe. Mwambie sipigani na wewe. Wewe unayenidai sipigani na wewe, pigana na nani? Wewe unayesema sijasamehewa, pigana na nani? Nasema umelipiwa deni. Nasema umesamehewa. Kila mtu apige kelele umesamehewa. Hakuna wa kukudai. Anayesema hujasamehewa apigane na Mungu. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Nimezunguka wa tarehe 20. Wangapi wanasema sawa? Hata kama naumwa tutaendesha mkesha wa moto. Ni mkesha wa kupokea mamlaka. Ni mkesha wa kupokea mamlaka. Kama hujawahi kuamuru ndege inyanyuke, utaamuru inyanyuke. Kama hujawahi kuamuru kila kitu kinyanyuke, kitanyanyuka. Ni mkesha wa kujaa nguvu ya Mungu na kuamuru vitu ambavyo haviwezekani. Ni mkesha wa kujua msalaba umekaaje. Na tutaanza saa 4. Wangapi wanajua saa 4? Hiyo tarehe ni tarehe yako ya kutikiwa maisha. Wangapi watakuepo? Wangapi watakuepo? Mbona wengine hawainui mikono? Ni nini hiyo? Unafanya nini siku ya Pasaka? Wangapi watakuepo siku ya Pasaka?
Ni mkesha wa ajabu. Leta watu kama 10, 5, 2 ili kwamba waje wafunguliwe. Watakuwepo wachungaji kama 4, atakuwepo nabii Channel. Tutaanza saa 4. Tutaanza na praise and worship, tukipeleka ujumbe kwamba leo ni siku ya kufunguliwa. Na itaenda kuwa siku gani? Jumapili. Wangapi wanasema ni Jumapili? Mama, itaenda kuwa tarehe ngapi? Jumamosi. Jumapili ndio Pasaka. Tunatakiwa tukeshe Jumamosi alafu Pasaka. Ijumaa Kuu ndio nataka, sio siku ya kufufuka. Ijumaa Kuu ni lini? Tarehe 18. Ndio tarehe hiyo. Hapa utajua najua kupiga sarakasi hata kama nilikuwa naumwa. Najua uelewi sarakasi. Hakuna mtu atakuweza. Hakuna mchawi atakuweza. Itakuwa ni balaa. Na watu wakimaliza huo mfungo, jiandae kumiliki gari, jiandae kumiliki nyumba, jiandae kumiliki kila kitu. Na nikuombe usile chakula. Naomba tukeshe siku hiyo. Naomba tukeshe tukiwa na njaa. Kama nimebahatika kupata soda 2, utakunywa soda 2. Wangapi wananielewa? Ijumaa. Wangapi watafika mapema? Na uje uimbe. Na uvae koti, vaa buti, vaa viatu vizuri. Vaa kofia, mimi sichukii. Tutamtafuta Mungu mpaka atapatikana. Wengine wapige makofi, wanataka kulala. Naamuru kitanda kiwe na maji siku ya Ijumaa. Wewe unayeniangalia hapa, naamuru kitanda kisilalike. Amen. Nitakayemsikiliza ni aliyejifungua siku hiyo. Kama una mimba njoo nayo. Na hiyo jamaa anatakiwa kuomba. Wangapi wananielewa? Unajua ndio maana mnapigwa, kwa sababu hamna silaha. Mnaonewa. Haki yako hujui, vaa silaha zote. Kwa hiyo ukishaomba asubuhi, mchana unakumbusha, jioni unakumbusha. Alafu kufunga na kukesha kwenye maombi ya nguvu. Alafu neno ulilo nalo. Mimi najua nikisoma hata Mathayo una neno lako. Kuna mtu hapa hajui kusoma na kuandika, ana neno. Anasema nisomee sehemu iliyoandikwa wapi? Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi, lakini hajui kusoma. Anamwambia nisomee yote, usikatize hilo neno. Basi. Hilo neno yeye anajua kulikuza na kukaa. Kulikuwa na watu ambao walienda kwa Yesu wakapeleka mgonjwa. Wakaona kwamba Yesu yuko katikati ya ibada. Yesu anaendelea kuombea watu. Wakaona ya kwamba hawawezi kumpata. Wakajiongeza. Hebu sema wakajiongeza. Mpe mwenzako high five, mwambie kajiongeze. Kuna watu wakikuta mahali pamefunga, anasema hapa hamna kazi. Kumbe hapo ndio kulikuwa na kazi. Kuna watu wakikuta majaribu, wanasema hapa haiwezekani. Wakajiongeza. Wakapanda juu ya dari, wakafungua bati, wakatafuta mahali panapiga kelele sana kama hapa. Wakashusha mtu, lakini wao hawajateremka. Yesu anasema alivyoiona imani yao wakapata haki. Na kuambia leo umepata haki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwanza hajawahubiria. Akakatisha maombi akasema, mwanangu,
Mimi nadhani sijui huyu alikuwa mdogo sana au alikuwa mkubwa au kaelewa yule aliyekuwa amepooza, sijui kaelewa, sijui hajaelewa. Akamwambia, mwanangu, umesamehewa. Yani neno rahisi tu. Jitwike godoro lako. Sikiliza hayo maneno tu. Jitwike godoro lako, sio mahubiri marefu. Hao waliokuwa huku ndani hawaelewi, lakini wewe umesamehewa. Jitwike godoro lako, nenda. Na ibada imeisha. Na ibada ikaisha. Nasema na ibada ikaisha. Utajitwika godoro lako leo, utaondoka. Utajitwika miujiza yako leo, utaondoka. Utajitwika vitu vyako leo, utaondoka. Ni haki yako, ni haki yako, ni haki yako. Kanisa ni haki yako, kanisa ni haki yako. Wapi kelele, wapi kelele? Kanisa ni haki yako. Ni haki yako kupona. Ni haki yako kuwa na ndoa. Ni haki yako kuwa na watoto. Ni haki yako kuwa na vijana. Ni haki yako kuwa na watu wenye uwezo. Utaenda kumiliki na kutawala kwa mamlaka ya madhabahu niliopewa na Yesu. Kila mtu aliyeinua mikono akamiliki leo, akamiliki na kutawala. Mapepo hamna mamlaka ya kuzuia chochote. Huna mamlaka, hamna haki naye tena. Huyu mtu ataomba leo hapa asubuhi ya leo, mchana wa leo, na jioni ataomba, na ataendelea, na atakwenda kufunga na kuomba. Inueni mikono juu. Na ataenda kufunga na kuomba. Ile haki iliyofichwa kwenye mawe, ile haki iliyofichwa kwenye chuma itakwenda kutoka. Wachawi watakimbia, waongo watakimbia, wale wote waliojipanga kwa ajili ya kuharibu miujiza ya mtu huyu aliyeinua mikono hawataweza tena. Imba, unajua huo wimbo? Imba, imba kwa sauti. Inulia macho yangu na kuinulia juu, na kuinulia macho yangu na kuinulia, na kuinulia macho yangu. Imba kwa unyenyekevu. Kuinulia juu. Achia sauti. Macho. Simama wote. Kuinulia juu. Na kuinulia. Inua moyo wako. Macho yangu na kuinulia juu. Una kuinulia macho yako. Na wanaojua kuomba waanze kuomba. Imba, imba. Na kuinulia katikati, anza kuomba.